tutazungumza na mtu juu ya kufungua milango ya hatima. Tutakwenda kusoma mistari kadhaa, ingawa mingine nitainukuu tu. Naomba tuende kitabu cha Ezekieli 11. Ezekieli 11 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Alafu taruka wende kusoma mstari wa 13 pia. Neno la Mungu linasema, tena Roho ikaniinua ikanileta hata lango la upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana, lililoelekea upande wa mashariki. Na tazama, mahali pa kuingilia pa lango walikuwako watu 25, na katikati yao nikamwona Yaazania mwana wa Azuri na Pelatia mwana wa Benaya, nao ni wakuu wa watu. Akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu, wasemao, wakati wa kujenga nyumba si karibu, mji huu ni sufuria na sisi ni nyama. 13. Ikawa nilipotoa unabii, Pelatia mwana wa Benaya akafa. Ndipo nikaanguka kifudifudi, nikalia kwa sauti kuu, nikasema, Bwana Mungu, je, utawakomesha kabisa mabaki ya Israeli? Mungu atastawisha Israeli tena. Twende kitabu cha Matendo ya Mitume 12, sura ambayo tumekuwa tukiitafakari. Tusome mistari waanzie watu wa 4. Tusome kwanza wa 4 pale. Soma wa 4. Alafu taruka utaenda kusoma mstari ule wa 9. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Okay, kusoma na mstari wa 15 pia. Basi Peter akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumnenda mstari sasa wa soma 10 sasa. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Amen. Asante. Naomba kwa dakika hizi chache tuweze kutafakari juu ya mistari hii. Naongea juu ya kufungua milango ya hatima yako. Milango ni kitu muhimu kwenye maisha. Tunafahamu mlango una maana gani. Mlango kibiblia inaonyesha kadhaa, tafsiri kadhaa. Inaonyesha mamlaka pia. Inaonyesha mamlaka ya kuruhusu na kuzuia, kuruhusu na kuzuia. Ndio maana kwenye milango tunaweka vizuizi kama makomeo, vitasa, makufuli, funguo, ili anayetakiwa kuingia ni yule tu aliyokusudiwa aingie. Yule asiyekusudiwa kuingia akifika mlangoni akwame, asiingie. Lakini kuna vitu vingine viko huko ndani, ni vitu muhimu zaidi na ni vya thamani zaidi. Huwa tunaongeza na mtu na kuongeza na geti la chuma pia. Tunaweka ili iongeze uzito wa kuzuia mtu asiyeruhusiwa kuingia. Lakini hiyo haitoshi. Tunaweza tukaweka geti tukaona haitoshi, tukaweka na mlinzi akae pale. Lakini tunaweza kuona mlinzi peke yake hatoshi, tukampa na silaha.
pengine sio mmoja, ni zaidi ya mmoja, kulingana na kipingamizi na kizuizi unachotaka yeyote asiyestahili asiruhusiwe kuingia. Katika ulimwengu huu, kama unavyoona, milango na mageti ni moja ya fursa au mamlaka ya kuidhinisha au kutoa ruhusa kwa nani na kumzuia nani. Kiroho vile vile iko hivyo. Kiroho kuna roho ambazo zina mamlaka kama mlango. Zenyewe zikikaa kwenye lango lako ni mpaka ziruhusu wewe uweze kuingia kwenye hatua fulani. Lakini kama hizo roho zikikugomea, hata ukijitahidi vipi hupenyi, na hizo roho huwa zinavaa miili fulani. Inawezekana ni mwili wa mtu au mtu mwenye cheo fulani au mtu mwenye mamlaka fulani, anayeruhusu watu kuajiriwa, anayeruhusu watu kupandishwa cheo, anayeruhusu watu kununua viwanja mahali, anayeruhusu watu kujenga nyumba mahali, anayetoa idhini fulani. Anaweza akawa kwazo la mambo yaliyokusudiwa wewe kufikia hatima yako. Yesu akielezea juu ya malango, alikwanza yeye mwenyewe ni mlango. Mstari wa 9 wa Yohana 10:9 anasema, mimi ndio mlango, mtu akiingia kwangu ataokoka na atapata malisho. Maana yake atakula kile anatakiwa ale, atakuwa salama, atapata hatima. Kwa Yesu naye ni mamlaka. Tunapoingia tunapata ile nguvu ya kiroho katika kuenenda kwenye hatima zetu. Ndipo Yesu akiongea na Petro, si tu Petro, wanafunzi, akasema, atakaye nifahamu vizuri mimi, atakaye nielewa sawasawa mimi, nataka nimpe siri maishani mwake. Watu husema mimi ni nani? Petro aliposema watu wanasema wewe, alipouliza wewe ni Kristo, akamwambia, basi Petro, umepata kitu ambacho ndicho kinahitajika. Na hiki ulichokigundua kwa ufunuo, angalia, nataka nikueleze neno hapa. Anasema nitajenga kitu juu yako, nitajenga huduma juu yako, nitajenga kanisa juu yako. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, juu ya ufunuo huu nitalijenga kanisa. Wala milango ya kuzimu haitaweza kushindana wala kulishinda. Ina maana Yesu anaongea, kuna mamlaka za kuzimu zimejipanga kupambana na watu kwenda kwenye njia yao ambayo Mungu amewaandikia wafikie duniani. Lakini ukiupata ufunuo ya kwamba Yesu Kristo uliye naye ni nani na anafanya nini kwenye maisha yako, ndipo nakwambia milango mingine yoyote utaweza kukabiliana nayo. Kuna mapepo, kuna mizimu, kuna misingi kuna malango ya kuzimu ambayo imesimama mbele ya hatima zako. Mahali pengine inasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Wewe ndiyo mfalme huyo, lakini malango yako pale ni vichwa, yanakaa yataki. Inueni vichwa vyenu enyi malango, mfalme wa utukufu aingie. Ni nani huyo mfalme wa utukufu? Ni Bwana wa majeshi. Tunapotembea na mamlaka, na sisi tunaunganika na mamlaka hii ya kifalme, ili malango yatufungukie tupite na kuenda mbele. Angalia sasa hapo, Ezekieli akabebwa na Roho Mtakatifu, akapelekwa katika lango la mashariki la hekalu. Akaona watu 25 pale. Wale watu 25 akawafahamu wawili.
wale Peletia na Ezeri akawafahamu, lakini wale watu walikuwa ni vichwa juu ya koo zao, walikuwa ni viongozi juu ya koo zao, juu ya makabila yao, wako pale. Ezekieli akaambiwa hawa ndio waamuzi wa huu mji. Mji ni tafsiri ya wewe mwenyewe. Mji inaweza kuwa ni eneo, inaweza kuwa ni familia, inaweza kuwa ni ukoo, inaweza kuwa ni taifa. Kuna mtu ambaye yuko kwenye lango la maisha yako ambaye lazima aweze kukubali kitu fulani ndipo wewe ufike lengo lako. Hawa kina Peletia na wenzao, Biblia inasema walikaa kwenye lango, na alipoangalia kuwachunguza akagundua kuna maneno wanatamka, na wanaotamkia ule mji wanasema wanatunga maovu na kusema huu mji ni sufuria, na huu mji na watu wake ni nyama. Yaani wale watu wenye nguvu malangoni tunaweza kuwasema ni wachawi, tunaweza kuwasema ni waganga, tunaweza kusema ni watu wa kiroho ambao wanasimama kwenye malango, ambayo wakisema juu ya maisha yako yanaweza kukutamkia wewe ukawa kama kinyonga. Mambo yako yanakwenda kinyonga. Yanaweza kusema ni kama konokono, wakikutamkia kama nyoka, wanakutamkia kama mijusi, wanakutamkia yani unakuwa na tabia fulani, unaumbwa na hao wanaoruhusu uweje. Hapa huu mji uliumbwa ukawa ni sufuria na wakazi wake wakawa ni nyama. Yaani wewe unaona huu ni mji, lakini ukiingia ulimwengu wa roho hakuna mji hapo, ni sufuria. Ukiangalia wala watu wewe unaona ni watu, lakini ulimwengu wa roho wao ni nyama. Wako watu mnadhani mnatembea hivyo, lakini ulimwengu wa roho wa lango lako umekufinyanga namna gani, umekugeuza namna gani. Kuna malango tofauti hapa. Ezekieli akatabiri. Alipotabiri akashangaa, yule mkuu mmoja anaitwa Peletia akafa pale. Kumbe ni muhimu kutabiri, kumbe ni muhimu kutamka, ili lango la aliyekaa kwenye lango lako adondoke. Ina maana Ezekieli alipotamka, yule alikuwa ameshikilia lango lake, alishikilia lango la watu fulani. Alipotabiri ya kwamba mji huu sio sufuria tena na watu wake sio nyama tena, waliosema yale maneno yakaenda kufanya gongana. Tunasema mamlaka gongana, yani yule anayesema ufe na yule anayesema usife wakagongana pamoja. Ile mamlaka yako inayotoka katika kinywa chako inaenda juu ya yule aliyesema ufilisike, anayesema usitajirike, anayesema usioe wala kuolewa, anayesema usijenge nyumba, anayesema mambo yako ya kuharibikie. Halafu inagongana na mamlaka nyingine. Mimi nikisimama kama lango lako pia, ninapotamka hayo maneno, inaenda mbele za yule mwenye lango la adui, inapambana na inamdondosha. Nataka nikwambie, maombi yanapoanza kuinuliwa yale malango, wale maadui wanakutana na mamlaka yako, wakadondoka akafa. Nasema kila aliye kwenye lango la hatima yako lazima adondoke, lazima aende chini, lazima afe. Popote aliposhikilia tunasema haitaendelea zaidi. Yeyote anayeshikilia mlango wako wa hatima lazima aende chini, lazima adondoke. Maana mwaka huu wewe ni lazima uinuliwe, ni lazima upenye, uingie kwenye hazina zako, uingie kwenye utele wako, uingie kwenye wingi wako, uingie kwenye baraka zako. Ni lazima, nasema kama unanisikiliza, na tabiri kwa jina la Yesu ya kwamba lazima mwaka huu milango yako ifunguke, milango yako iko wazi, milango yako ikufungukie. Tunamuona Petro. Angalia sasa, Petro amewekewa milango minne. Kuna milango kadhaa, milango mbalimbali. Unawezekana ni mlango wa kuoa, mlango wa kuajiriwa, mlango wa cheo, mlango wa afya yako,
mlango wa hati ya ufahamu maarufu, mlango wa kitu fulani, iko mlango unafunguka. Sasa hapa si mlango mmoja. Kumbuka, kuna vitu vinahitajika maishani mwako. Unaweza ukaajiriwa, mlango wa kuajiriwa ukafunguka, lakini mlango wa cheo ukagoma, mlango wa marupurupu ukagoma. Lazima uende kila mlango ukufungukie. Lazima ujue milango gani ifunguke. Kuna watu ndio milango yako. Ukikutana nao ndio unaanza safari nzuri. Ni muhimu ujue mtu ambao ni lango lako, hata kama kwa sasa hakupi faida kubwa, lakini mtu yule ndiye lango lako. Pengine kupitia fundisho, kupitia maombi yake, kupitia maushauri yake, huyo mtu kwa sasa ndio lango lako. Wewe ukikaa naye vizuri, unaweza ukatoka, ukapenya, ukaenda mbele. Huyu Petro aliwekewa malango 4, amewekewa na walinzi wanne. Maana alikuwa kuna mlango wa kwanza, akitoka anakutana na kikwazo kingine. Unaweza ukapata upenyo mlango mmoja, ukakutana kikwazo kingine, akatoka na wapili kikwazo kingine, na watatu kikwazo kingine. Lakini kila mlango nguvu za Bwana zilishatangaza ili atoke, aende, afunguliwe milango yake. Ikafika kwenye lango kubwa zaidi, ambalo likifunguka hilo ndio mambo yake yanachanua, ndio uhuru wake unatokea, ndio anaenda anapotaka. Ndipo lango la chuma lilipofunguka, akatoka akaenda anapotaka. Nisikilize, maombi yanahitajika. Sikia, malango yanafunguliwa na maombi. Kama unatakiwa unaweza kuomba mwenyewe au mtu mwingine akuombee. Kama huombi, lango lako linaweza likazuiliwa hivyo hivyo. Angalia Paulo na Sila, wao kwa neema ya Mungu waliomba wenyewe, wakasifu wenyewe, wakashangilia wenyewe. Walipoomba, malango yao yakafunguka. Waliweza wenyewe kuomba. Naongea na watu hapa, wengine mnaweza kuomba wenyewe, mkafunga wenyewe, mkamtafuta Mungu wenyewe, na mlango wako ukafunguka. Lakini baadhi yenu hamwezi kuomba wenyewe. Petro alishakata tamaa, hakuwa na utayari wa maombi tena, alishazingirwa na hali nzito. Kwa hiyo ilihitajika watu wengine waombe. Ndio maana kanisa likaomba kwa ajili yake. Kama aliyeomba angekufa hapo hapo, hatima yake ingeishia hapo hapo, milango yake haingefunguka, angeishia, historia ingebaki hapo hapo. Lazima ujue kama wewe ni mwema, unaenda ukajiombea mwenyewe, uombe sawa sawa. Kama huna spirit ya maombi, ujiunganishe na waombaji ili tukuombee, ili tusimame na wewe, ili tubebe hatima yako, ili milango yako tuitengeneze. Na Petro milango yake ilitengenezwa na waombaji, ilitengenezwa na kikundi cha maombi kilichokutana kwenye nyumba fulani. Yani ni maombi ya nyumba kwa nyumba, yani ni kanisa la nyumbani. Ndio lilifungua mlango wa Petro. Nataka nikwambie wewe ambaye unapitia hali ujui utasema utaendaje. Nataka nitangaze, wakina Peletia walio kwenye lango lako, walio kwenye vizuizi, wanaachia njia yako. Enyi malango ya mtoto wa Mungu huyu anayenifuatilia, fungueni, fungua njia, fungua njia, fungua njia, fungua njia. Ondoka kwenye lango hilo, naondoa hilo kufuli naliondoa, ninafungua wewe ufungua. Hilo kitasa na kifungua, huo mlango na ufungua, nafungua hilo geti, hawalizi na waondoa, mlango na ufungua. Na akisa sasa, inueni nyinyi vichwa vyenu, enyi malango ya kiroho, ninyi wachawi, ninyi waganga, ninyi mizimu, ninyi laana, mlioshikilia jina la huyo mtu, mlioshikilia familia ya huyo mtu, mmeshikilia tumbo la huyo mtu, mmeshikilia kazi ya huyo mtu, mmeshikilia cheo cha huyo mtu, mmeshikilia hatima ya huyo mtu. Ondoka, achia. Yesu namuinua, ndiye mlango wetu, mlango wenye mamlaka. Tunakuja na mamlaka, lazima mudondoke. Ninatabiri anayesimama mlangoni pako kuzuia hatima yako, na mpatiri daboze na igaboza anakuwa kama Peletia.
tunamtetea, tunamdondosha, tunaangusha chini, na sasa uzuiliki. Yani hauzuiliki. Ni lazima kila anayesimama mbele yako, anayetaka ukwame, anayetaka usiende mbele, anayesimama na hatima yako, nafungua mlango wa hatima yako, nafungua mlango wa hatima yako. Familia yako naifungua, uchumi wako naufungua, maisha yako nafungua, miradi yako naifungua, biashara zako najifungua, huduma yako naifungua. Hata kuna mlango wa huduma pia, kuna mlango wa kanisa pia, kuna mlango mkubwa wa kisiasa pia, kuna milango mingi. Unaweza ukapata mlango mmoja, lakini mlango wa pesa ukagoma. Ukapata mlango mmoja, mlango wa mafanikio mwingine ukagoma. Lazima milango yote inaoshikamana, inaosaidiana, ili ufike lengo na hatima yako yote ifunguke. Oh, haleluya! Inuka hapo ulipo na uitikie neno la Bwana, ulipokee neno la Bwana, ulikiri neno la Bwana. Mwangalie nani mbele yako amesimama kwenye lango lako. Lazima achilie, lazima aondoke maniga la ushanga, lazima atoweke. Hilo kufuli ni lipi? Hilo kufuli ni nini? Hilo kufuli nini mbele yako? Hilo geti ni nini? Geti ni kuone malaika yuko mbele yako. Mageti yote ya hatima yako yakafunguke, milango yote ikafunguke. Walinzi wa kipepo, yale majini, wale wachawi, yale zile laana zikakae chini, ziparalyze, utoke kama Petro. Omba sasa, omba sasa, omba sasa, omba sasa, omba sasa. Mama loze kama dashanda le shantababoze. Natabiri leo, natabiria maisha yako leo, hakuna wakuzuia. Na wadondosha waliosimama kwenye milango yako ya hatima, wanadondoka, wanaachilia hatima yako. Naomba leo kama jinsi Paulo na Sila walipoomba milango ya gereza, ile milango ikafunguka, na mimi naifungua milango yako. Kanisa liliomba milango ya Petro ikafunguka, uchumi wa Petro ukafunguka. Nafungua milango ya afya yako, milango ya uchumi wako, milango ya kifedha, milango ya kwenye ndoa, milango ya kwenye cheo, milango ya heshima, milango ya kibali. Ukubalike kila mahali, upendwe kila mahali, uvutie kila mahali, uheshimiwe kila mahali, utumikiwe kila mahali. Maana nimekupa mlango uliofunguliwa, kwa maana unazo nguvu kidogo. Mlango nimekupa, mlango uliofunguliwa, wala hayupo mtu, wala hakuna pepo, wala hakuna mchawi awazaye kuufunga mlango uliofunguliwa na Bwana. Bwana anasema nimekupa mlango uliofunguka. Sasa pokea kitabu cha Ufunuo, anasema milango, nimekupa mlango uliofunguka, hakuna awezaye kumfunga. Mimi nikifungua hakuna afungaye, na nikifunga hayupo kufungua. Yesu Kristo ndiye mamlaka ya juu zaidi. Akamwambia Petro, milango ya kuzimu haina nguvu kwako. Natangaza kwa ajili yako, milango ya kuzimu, upinzani wowote hauna nguvu kwako. Bwana amekupa mlango uliofunguka. Milango yako nayo itakuwa wazi mchana na usiku, ili mataifa wakuletee utajiri wao. Kusini na kaskazini itayamuru kaskazini ifungue, wala kusini isizuie. Mashariki itafungua na magharibi itakuwa wazi. Milango yako iko wazi. Bwana akupeleke hatima yako. Nimeitangazia msaada wa Bwana, usaidizi wa Bwana. Malaika wa Bwana anatangulia mbele yako.
wako kukupeleka mpaka pale ambako wamekuandalia. Hakuna zuio lolote, hakuna zuio lolote. Mazuio yote yameshughulikiwa na Bwana mwenyewe, na Bwana mwenyewe, na Bwana mwenyewe. Ni mwaka wako wa kupenya, ni mwaka wako wa kukubalika. Pesa zikubali, mali zikubali, kibali juu ya pesa, kibali kwenye mali, kibali kwenye afya, kibali kwenye ujenzi, kibali kwenye cheo, kibali kwenye jamii, kibali ofisini, kibali kwenye biashara, kwenye miradi na kutamkia kibali kwa wakuu mbalimbali wa dunia, kibali kwa wakuu mbalimbali. Una kibali kwa jina la Yesu, ni kibali maalumu. Na roshanta meikada shanta lozo shanta meiga shanta, ndio imeshatendeka. Hatima yako ni nzuri, hatima yako ni nzuri, inapendeza mno. Hatima yako inavutia, hatima yako ni njema, hatima yako ni nzuri. Ya sababoze, hatima yako ni nzuri, inabozeika. Utaipata tu, ubarikaika, unaenda kuimiliki. Utafika lengo lako, utafikia malengo yako, utafikia malengo yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu, pokea usaidizi. Milango ya hatima yako nimeifungua. Mlango wa hatima yako umefunguliwa. Milango ya hatima yako, mlango wa hatima yako iko wazi. Nenda kishujaa, nenda ufanye kazi, nenda ufanye kazi, nenda ufanye biashara, nenda ukahubiri. Fanya kazi, maana milango iko wazi. Petro ilibidi asimame atembee. Milango ikifunguka usikae hapo hapo, inuka utembee. Malaika alimwambia tembea sasa. Lazima utembee kwenye shughuli zako, utembee kwenye bidii yako. Uanze biashara, uanze kazi, uanze kilimo, uanze ufugaji, uanze miradi, uanze kutoka hapo ulipo. Yesu akasema huu mlango itakufanya uingie ule malisho na utoke. Kuna kuingia na kutoka. Unaingia, una mlango na kuruhusu uingie na utoke kwa jina la Yesu. Kama umepokea, sema amina kubwa zaidi. Sema amina. Sema tena amina. Haleluya. Hata mimi nasikia nimepokea zaidi. Sijui kama umepokea kama mimi. Nilipofanya ubiri kwa nasikia napokea zaidi. Na wewe upokea hivyo kwa jina la Yesu. Thank you Jesus. Basi tumefikia mwisho wa neno letu la asubuhi. Tunaenda kutoa sadaka. Wewe uliye kwenye mtandao, chukua sadaka yako, weka kwenye namba hiyo iliyowekwa hapo. Hii ni ibada kamili, weka sadaka hapo na tutoe sadaka zetu tukaitoe. Baba mwema, tunakushukuru kwa ajili ya sadaka tulionayo ambayo tunajua ni wewe uliyotupatia. Tunakuja kushukuru na kukupa kwa moyo wa karimu, tukijua hii ni mbegu itakayorejea kwetu. Na isimamie leo lango letu. Hii sadaka Baba naitoa kukumbusha kwamba malango yangu umeyafungua Baba, na kila anayetoa kukumbushe lango lake, malango yake yote yatakuwa huru na atafikia lengo lake kwa utukufu uliompangia duniani. Ni kwa jina la Yesu nimeamini na kuomba, sema amina.